Karibu tuweze kuangazia tetesi za kimichezo zilizojiri barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 7 Januari. Habari kubwa ni juu ya Manchester United kumsaka kocha mpya wa kudumu katika klabu yao. Na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu ili uweze kupata taarifa nyingi zaidi za kimichezo kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Moja kwa moja tuanze na huko jijini Manchester katika viunga vya Old Trafford. Klabu ya Manchester United mara baada ya kuripoti kumfukuza kazi kocha wake Ruben Amorim, pamekuwa na pressure kubwa ya kutafuta kocha wa kudumu katika klabu hiyo. Jana SK Sport waliripoti kwamba French ambaye ni kiungo wa zamani wa Manchester United anaweza kupewa ukocha wa muda wakati ambao timu hiyo inaendelea kumsaka kocha mpya wa kudumu. Na pamekuwa na majina ya makocha kadhaa ambao wametajwa kuhusishwa moja kwa moja ili kuichukua klabu hiyo kama makocha wa kudumu. Kwanza kabisa ni kocha wa viungo na ambaye pia ni kocha wa timu ya vijana umri chini ya miaka 18, Daniel French, ambaye aliwahi kuhudumu chini ya kocha Sir Alex Ferguson kama mchezaji kwa muda wa miaka 11. Mpinzani mwingine ni mpinzani wake wa karibu Michael Carrick, ambaye pia naye amewahi kuhudumu kama kocha wa Manchester United kwa muda na amewahi pia kuchezea klabu ya Manchester United na kushinda mataji 17. Hivyo naye pia ana uzoefu na timu hii. Kocha mwingine pia ambaye ameweza kuhusishwa ni kocha wa Ipswich Town ambaye ni McNeil, ambaye pia naye amewahi kuwa mchezaji wa zamani wa Manchester United na kushinda mataji kadhaa chini ya Sir Alex Ferguson, naye pia amehusishwa moja kwa moja. Kocha mwingine ambaye naye anahusishwa kupewa timu hii ni Ole Gunnar Solskjaer, ambaye naye amewahi kuwa kocha wa Manchester United na kuwa mchezaji na kuifungia mabao takriban 73. Naye pia amehusishwa katika kuweza kupewa tena timu hii. Tunajua aliwahi kuwa kocha wa timu lakini amehusishwa kupewa tena timu hii. Majina mengine ambayo yamehusishwa kwenye kupewa ukocha wa kudumu ni akiwemo ni kocha wa timu ya taifa ya Marekani Mauricio Pochettino ambaye amewahi kuhudumu kwenye klabu ya Tottenham, akahudumu klabu ya Paris Saint-Germain PSG, naye pia amehusishwa kuweza kupewa timu hii ya Manchester United. Pia kocha mwingine ni kocha ambaye amewahi kuwa mchezaji wa zamani wa Barcelona, kiungo hatari sana uwanjani, Xavi, ambaye pia amewahi kuifunza timu ya Barcelona na ndiye aliyeibua kile kipaji cha Lamine Yamal. Xavi pia naye amehusishwa moja kwa moja katika kupewa timu hii ya Manchester United. Kocha mwingine ambaye naye amehusishwa kupewa timu hii ni meneja wa sasa wa PSG au Paris Saint-Germain, ambaye pia amewahi kuwa meneja wa Barcelona, Luis Enrique, naye pia amehusishwa moja kwa moja kuweza kupewa timu hii ya Manchester United. Kocha mwingine aliyehusishwa ni Zinedine Zidane, ambaye aliwahi kuwa kocha wa Real Madrid, naye pia amehusishwa moja kwa moja katika kuweza kupewa timu hii. Kocha wa mwisho ambaye naye wawili wa mwisho wanahusishwa ni Gareth Southgate, ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Uingereza, naye pia anahusishwa kuweza kupewa timu hii ya Manchester United. Na kocha mwingine wa mwisho anayehusika ni Enzo Maresca ambaye ametimuliwa hivi karibuni na klabu ya Chelsea, naye pia anahusishwa moja kwa moja kuweza kupewa timu hii ya Manchester United. Tukisalia hapo Manchester, mkurugenzi wa timu hiyo ya Manchester United ameweza kuinuka na kusema kwamba itakuwa ni dili lile la kumuuza Joshua Zirkzee linaweza likabadilika mara baada ya meneja Amorim kuondoka kwenye klabu hiyo. Hivyo dili hilo linaweza likawa na mabadiliko yoyote. Tuangalie pia tetesi kwenye timu nyingine. Klabu ya Tottenham inajiandaa kumsajili mshambuliaji mwingine mwezi Januari mara baada ya mchezaji wao wa Ghana Mohamed Kudus kupata jeraha ambalo limeonekana litakuwa jeraha kubwa. Tetesi nyingine tulionayo, matumaini ya Juventus kumsajili winga wa Italia Federico Chiesa mwenye umri wa miaka 28 kutoka Liverpool yatategemea na uwepo wa mchezaji Mohamed Salah katika timu hiyo. Taarifa yetu ya mwisho tulionayo ni juu ya Bayern Munich imempa mlinzi wa Ufaransa Dayot Upamecano ofa iliyoboreshwa ya kuongeza mkataba mpya wa kudumu katika timu yao na si tena kumuuza kama ilivyokuwa imetarajiwa kule mwanzo. Basi hizi ndio tetesi tulizonazo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Bye bye, karibu tena.